Tumezaliwa mapacha, mimi na Everlight Tegemea Mafue. Tumesoma katika shule ya msingi Uduru, mimi na Everlight, shule ya msingi. Mimi nilibahatika kwenda sekondari, Everlight hakubahatika kwenda sekondari. Na tumekuwa tukijishughulisha na mama yetu alifariki, na baada ya mama yetu kufariki tulijishughulisha nyumbani. Tumekuwa tukijishughulisha na kazi za nyumbani, kujitafuta, hatukukata tamaa kwenye kutafuta. Na baadaye nilijiunga na chuo kilichopo Moshi, Intel. Nilibahatika kwenda kusoma. Nilisomea mambo ya tourism, na baadaye nilijiunga kufanya kazi katika kampuni tofauti tofauti za utalii. Baadaye nilifanya kazi Porters, na baadaye nikajiunga kama guide. Kwa kweli naambia wanawake wenzangu wapambane, wasichoke. Kuondokewa na mzazi sio mwisho wa maisha. Yaani ni kupambana bila kukata tamaa. Katika siku hii ya wanawake ya tarehe 8, naambia wanawake wenzangu wapambane. Kazi kwanza, mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu, lakini sikukata tamaa, niliendelea. Sikukata tamaa kufanya hiyo kazi, na nilipenda kwa moyo, nilijitolea kufanya kwa moyo. Kwa hiyo sikuwa na mashaka na hiyo kazi. Mara nyingi ni wanaume wanafanya, lakini niliona baadhi ya wanawake wanafanya, na mimi nikasema na mimi ngoja nijaribu kama nitaweza kupanda mlima. Na kweli nimepanda na nimeweza kupanda mlima Kilimanjaro. Mimi nimeanza kama pota kwa muda mrefu. Sasa hivi ni guide, naongoza watalii. Najivunia kwa wanawake ambao ni wapambanaji. Mmoja wapo mimi ni mpambanaji sana. Na wanawake wenzangu na washauri, msichague kazi. Hamna kazi ya kiume, ya wanaume wala ya kike. Changamoto kwenye kazi hazikosekani, hasa kwa mwanamke. Changamoto zipo. Ugumu upo kwa sababu ile kazi ni ngumu. Alafu wanafanya ile kazi ya wanaume ndio wengi kuliko wanawake. Wanawake ni wachache. Lakini kikubwa ni kupambana na usikate tamaa. Maana sasa hivi najivunia kwa mwanamke mpambanaji. 2010 ndio nimaliza form 4, nikaanza kufanya kazi ya kupanda mlima kama pota. Nikafanya kwa muda mrefu kazi ya upota. Sasa hivi mimi ni mwongoza watalii katika mlima Kilimanjaro. Ni maisha kutokana na changamoto za kuwa na mzazi mmoja, na pia nilikuwa na mtoto. Pacha yangu ndo alikuwa ameanza kupanda mlimani, nikaona anafanya kazi, na mimi nikamwambia na mimi nataka kupanda mlima Kilimanjaro. Nikaanza kama pota mpaka sasa hivi nimekuwa mwongoza watalii. Na mshauri asikate tamaa, asichague kazi ya kufanya. Hamna kazi ya kiume wala ya kike. Tupambane. Wanawake wenzangu na washauri, mpambane. Msichague kazi. Napenda kuambia wanawake wenzangu wapambane, wasikate tamaa. Wanawake wachache sana. Walikuwa kama 4, 5. Kulikuwa hamna wanawake wengi. Lakini sasa hivi wadada ni wengi wanapanda mlima Kilimanjaro. Si kazi rahisi kuzoea kufika kilele cha mlima Kilimanjaro. Jinsi unavyozidi kufanya kazi, ukishafika base camp unamuomba guide, unamwambia naomba leo na mimi niende summit kufikisha wageni kileleni. Unajaribu polepole, unakuja kuzoea, unakuwa umeshakuwa mrefu, unafikisha wageni kilele cha mlima Kilimanjaro. Kupanda nishapanda sana, mara nyingi nimepanda.